kwa lugha nyepesi zaidi kwa yule Mtanzania ambaye maybe tutakwenda mchanganya kidogo. Tunapozungumzia mawakala wa forodha, ni watu gani na wanafanya nini hasa shughuli zao? Ndugu mtangazaji, nashukuru, awali ya yote nashukuru kwa kuwepo hapa katika studio zenu nzuri sana. Hongereni sana. Asante. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa neema kukutana siku ya leo. Kama vile ambavyo umeshanitambulisha awali, mimi naitwa Abdallah Kungulilo. Ndio. Ni mmoja wa viongozi wa kamati kuu ya chama cha mawakala wa forodha Tanzania. Sasa hapa nifafanue kidogo ili kutokuleta mchanganyiko. Vyama vya mawakala wa forodha Tanzania viko vitatu. Na viko vitatu ndio kutokana na idadi ya wanachama wetu ni wengi sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna uhitaji wa kuwa na uwakilishi mkubwa. Kwa chama chetu sisi kinaitwa Tanzania Customs Agents Association, kwa kifupi ni TACAS. Ni moja ya vyama ambavyo vina wanachama wengi. Sasa ni nani wakala wa forodha? Ili neno wakala kama linavyojiwakilisha lenyewe, wakala ni mtu au chombo au taasisi au kampuni ambayo inafanya kwa niaba mwakilishi. Yes, mwakilishi. Kwa sisi mawakala wa forodha ni watu ambao tumesajili makampuni ambayo yamepewa leseni baada ya kukidhi vigezo na mamlaka ya mapato Tanzania upande wa forodha customs. Kwa sisi tunatengeneza nyaraka kwa ajili ya kupokea mizigo inayoingia au inayotoka katika mipaka ya kiforodha. Nikisema mipaka ya kiforodha nina maana ya bandari zote, nina maana ya mipaka ya nchi yote pamoja na airport. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kutengeneza nyaraka, kuzichakata na kupokea mizigo, kufanya zile taratibu zile za kupokea mizigo, kutoa, kupeleka kwa wateja. Kwa sisi tunafanya hili zoezi, na kwa ile mizigo inayoishia hapa ndani, maana sisi pia ndio watu ambao tunachakata nyaraka zile ambazo waingizaji wanalipa kodi. Yani zile nyaraka ambazo waingizaji zinawasababishia wao kulipa kodi. Kwa hiyo customs wao kwa maana ya idara ya forodha ya mamlaka ya mapato Tanzania, wao kazi yao ni kuhakiki zile nyaraka ambazo sisi tumezitengeneza, tukazichakata. Wao kazi yao ni kuzihakiki na kuzithibitisha. Sawa kabisa. Kwa hiyo sisi tunakusanya mapato kwa niaba ya mamlaka ya mapato Tanzania. Okay. Na yeye ndiyo ambaye anatupa sisi leseni baada ya kukidhi vigezo. Manake mnaongeza, nasema efficiency, unaongeza uwezo wa serikali na mamlaka za kiserikali kutoa huduma. Kwa sababu kama bila nyie manake foleni ingekuwa ni ndefu sana. Kwa hakika. Kwa hakika. Ya mizigo yani pamoja katika wadau ambao tunasema wadau wa bandari. Katika wadau manake tuko wengi. Lakini sisi mawakala wa forodha tunakuwa ni wadau muhimu sana. Ni wadau muhimu kwa sababu ni wadau ambao kama hatuko makini, kama sio waadilifu, manake tunaweza kusababisha sehemu ya mapato yaliyokusudiwa kukusanywa yasikusanywe kama vile ambavyo imekusudiwa. Kwa hiyo wakala ni mtu muhimu sana. Ni mtu muhimu kama ulivyosema. Na anapaswa kuwa mzalendo kweli kweli. Yes, anapaswa kuwa nafasi yake aliyokuwa nayo. Sasa sio tu kuwa mzalendo, anapaswa kuwa mnufaika. Yani kwa sababu anaponufaika na akawa na hali nzuri, anakosa sababu ya kuwa na kishawishi kabisa. Lakini watu wanasemaga pesa haitoshi. Pesa haitoshi. Tuendelee. Tumeona ulitolewa mswada pia wa tozo mpya ya bandari ambayo inatarajiwa kuanza tarehe mosi Julai katika mwaka mpya wa fedha PID. Kwanza nyinyi kama mawakala wa forodha mmepokeaje kwanza hilo jambo? Ndugu mtangazaji, hii tozo PID ambayo kirefu chake ni Port Infrastructure Development. Kwa Kiswahili ni tozo ambayo inakusudia kuendeleza miundombinu ya bandari. Na hapa kabla hujaenda mbali, hapa tunaongelea bandari ipi ama ni bandari zote? Bandari zote. Sawa. Bandari zote ambazo ziko chini ya mamlaka ya bandari Tanzania. Sawa. Hapa maana yake unazungumzia bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga, bandari Mtwara bila shaka, na bandari ambayo inatarajiwa pia
Bagamoyo. Bagamoyo. Kwa hiyo kwa taarifa na elimu ambazo tumezipata kutoka kwa mamlaka ya bandari ni kwamba hiyo tozo inakusudia kuendeleza miundombinu yote ya bandari hizo. Sawa kabisa. Sawa. Sasa sisi tumepokeaje? Sisi kama wadau wa bandari kusema kweli tumekuwa ni sehemu ya watu ambao tunalalamika sana. Tunalalamika kwa sababu mazingira ya biashara zetu yamekuwa magumu. Yamekuwa magumu kwa sababu uwezo wa bandari katika kupokea, kuhifadhi na kutoa mizigo kwa wakati ulikuwa kuna changamoto. Kwa hiyo tumejikuta kila mdau analalamika. Yani sisi mawakala wa forodha tunalalamika, mawakala wa meli wanalalamika, wale ambao tunasema wamiliki wa hizi bandari kavu wanalalamika, matransporters wanalalamika, wafanyabiashara. Kwa hiyo kila mtu alikuwa naguswa kwa namna yake. Na hii changamoto ya namna gani bandari inafanya kazi. Kwa hiyo wakati serikali kupitia mamlaka ya bandari walipoleta hii tozo kwa mara ya kwanza, ilileta sintofahamu na ilileta taharuki kwa sababu hakukuwa na ushirikishwaji mpana wa wadau. Wa wadau. Kwa hiyo ikaonekana kama ni jambo ambalo limekuja ghafla, watu hawajajiandaa, na hata kiwango kilichokuwa kimependekezwa wakati huo pia tulikiona sio kiwango rafiki. Sasa japokuwa dhamira yetu tunataka hii bandari iwe ni moja katika bandari shindani katika East Africa, kwa sababu nchi yetu imekaa kimkakati. Nchi yetu ni nchi ambayo inahudumia karibu nchi 5 au nchi 6 ambazo hazina bandari. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametupa hiyo neema. Sasa tulipiga kelele, kusema kweli sisi tulipiga kelele. Awali hatukukubali. Tulipiga kelele. Tukasema hii tozo sio rafiki. Lakini pia hata elimu ya kwamba hii tozo inakusudia kuja kufanya nini, hiyo elimu pia haikuwepo. Haikuwa imetolewa. Kwa hiyo kulikuwa kuna dhana kwamba hizi tozo zimepandana, kwa sababu pia kuna tozo nyingine inayohusiana na uboreshaji wa miundombinu ya bandari ambayo inaitwa WAFEG. Kuna pahala nilisoma Abdalla kwamba ilikuwa imependekezwa 9%, ikaja ikakatwa katikati, ikaja ikashushwa mpaka 4.5%. Ndivyo hilivyo. Ndivyo hilivyo. Na ndio maana sasa baada ya wadau wengi kupiga kelele, serikali yetu ni sikivu. Serikali yetu ni sikivu. Kwanza, hatua ya kwanza waliahirisha hii tozo isianze kufanya kazi. Kwa sababu ilikuwa ianze kufanya kazi mwezi wa 3, mwezi Machi. Kwa hiyo wakaahirisha, wakasema wale ambao wana mikataba na wateja wafanye taratibu za kutoa taarifa kwa wateja wao, na mikataba mingi huwa inaisha kipindi kile cha mwaka wakati unageuka, kwa maana ya mwezi wa 6. Kwa hiyo tuliambiwa itozo itakuja kuanza mwezi wa 6 au mwezi wa 7. Lakini mamlaka ya bandari haikuishia hapo. Kulifanyika juhudi kwa sababu kamati ya miundombinu ilihusika, na tunafikiri walisaidia sana hii tozo kupunguzwa. Kwa hiyo hii tozo wakati imekuja mara ya pili sasa, imepunguzwa kutoka 9% mpaka 4.5%. Lakini sio wote wanaolipa 4.5. Kwa elimu ambayo tumeipata sisi kama mawakala wa forodha ni kwamba wale waagizaji wakubwa manake wao wanapata punguzo maalum. Wao watalipa 1.5%. Lakini pia sio bidhaa zote zitatozwa hii tozo. Bidhaa za gesi na mafuta hazitatozwa hii tozo. Maana yake nini? Ni kwamba mamlaka ya bandari na serikali wamezingatia eneo ambalo lisije likaleta athari kubwa kwa mlaji wa mwisho. Sasa baada ya kuwa 4.5% na baada ya kuwa tumeambiwa kwamba makusudio ni kuboresha miundombinu ya bandari ili bandari ziwe na uwezo wa kupokea mzigo mwingi. Sasa tafsiri yake nini? Kama unahakikishiwa bandari itapokea mzigo mwingi, maana hii neema haishii tu kwa TPA. Hii neema inakuja kwetu sisi kama mawakala wa forodha bila shaka. Bila shaka. Kwa hiyo sisi tukasema wacha tuikubali. Tunaikubali hii tozo na tunachukua pia hiyo nafasi ya kuendeleza elimu kwa wanachama wetu, lakini tutakuwa kwenye sehemu ya kusimamia kwamba hii tozo ielekezwe pale ambapo imekusudiwa. Abdalla, wote tunafahamu katika kipindi ambacho kimepita kumekuwa na uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu ya bandari. Serikali yetu imewekeza, lakini pia tumekuwa na wadau wa uwekezaji pia ambao wamepewa sasa bandari, kwa maana pia na hoja kote ilikuwa ni kuongeza ufanisi wa bandari. Na tumekuwa tunapokea taarifa kwamba ufanisi wa bandari umeongezeka, lakini pia na mapato ambayo yanatoka katika bandari yameongezeka.
huoni kama hiyo inaweza kuwa ni changamoto, kwamba inaonekana huku kuna uwekezaji mkubwa unaendelea na taarifa ni nzuri na mapato ni makubwa ambayo yanaingia serikalini, lakini sasa wewe pia unatakiwa kutoa hiyo kodi ya kuendeleza bandari. Tufafanulie sisi ambao tunataka kuelewa nini maana yake. Sasa mimi nitaongea kwa nafasi yangu kama wakala wa forodha. Yaani sitaongea kama serikali au kama msemaji wa mamlaka ya bandari. Ndio. Lakini sisi kwa experience yetu ambayo tunaiona, ndio miundombinu iliyopo na inayoendelezwa haiendani na spidi ya ongezeko la mzigo. Sasa hapa ndio kwenye tofauti. Kwa hiyo nafikiri mamlaka ya bandari na serikali walizingatia hilo, kwamba kama watatumia tozo iliyopo na mazingira yaliyopo katika kuendeleza bandari, manake haitakuwa na uwezo wa kukidhi ongezeko la mzigo. Mwaka jana peke yake tunaambiwa kulikuwa kuna ongezeko la karibu tani milioni 2. Sasa leo tuko mwaka 2026, lakini tunatarajia itakapofika mwaka 2030 manake ongezeko litakuwa kubwa sana. Unajua ni mfano mwepesi tu kwamba una nyumba yako ya vyumba 6. Ndio. Sawa. Alafu una eneo jirani, una eneo uwani ambao unaweza kuongeza vyumba vichache. Ndio. Sasa matarajio yako ni kwamba nyumba ya vyumba 6 kwa mujibu wa familia yako inaweza kukutosha, lakini kadiri muda unavyoongezeka manake familia inakuwa na hata eneo lako pia ili litaisha. Kwa hiyo itafika mahali utahitaji kununua nyumba za jirani, ubomoe, ikiwezekana uongeze eneo lako la kuishi. Sawa kabisa. Kwa hiyo uendelezaji wa miundombinu wa bandari unaofanyika hauendani na kasi ya mzigo unaoongezeka. Sasa nafikiri kwa kuzingatia hilo, serikali iliona kama hakutakuwa na chanzo cha ziada za kuhakikisha kwamba hii miundombinu inaendelezwa kwa haraka, manake hata hii neema tunayoiona itapotea. Kwa sababu unajua kuna kitu kimoja, ilikuwa lazima sisi kama mawakala, yani wakati mimi binafsi wakati naunga mkono, mimi napenda kuangalia solution ni nini. Ndio. Yani tunatakiwa tufike mahala kama Watanzania au kama mtu mmoja tutoke kwenye kulalamika, tuende kwenye suluhisho. Kwamba sasa hapa solution ni nini? Kwa sababu sisi tumeshalalamika sana. Lakini solution ni nini? Sasa kwa mfano bandari zetu zina gati za kufunga mzigo, gati 12. Kuna gati 0 alafu mpaka gati 11. Na ujenzi sina hakika, lakini nina hakika kwamba ujenzi wa gati mpya gharama yake ni kubwa sana. Bado kuna bandari ya Bagamoyo na bado kuna Bagamoyo inatakiwa ijengwe kwa sababu pia itatusaidia. Bado kuna bandari ya Tanga na yenyewe pia imekaa kimkakati sana. Na nimeona inafanywa maboresho pia. Na bado kuna bandari ya Mtwara. Sasa hizi bandari zote imefika mahala kuna meli nje zinasubiri. Sawa. Kwa hiyo hii neema ambayo sisi tunaiona, maana yake inaweza kufika mahala pia hii neema ikaondoka, kwa sababu kuna ushindani mkubwa sana wa kutoa huduma. Sasa kwa kujibu swali lako ni kwamba kama hakutakuwa na njia ya ziada ya kukusanya mapato na kuendeleza hii miundombinu, maana tutafika mahala tutafeli. Kwa hiyo nyinyi 4.5 ambao kwa sasa ndo tumeseto hapo, kwa sasa nyinyi mmeipokeaje sasa? Sisi tumeipokea, to be honest, tumeipokea vizuri. Kwa sababu kuna machaguo mawili. Chaguo mbili, ama tuendelee kulalamika kwamba mizigo inachelewa, tuendelee kulalamika kwamba tunalipa storage of course kwa niaba ya mteja, tuendelee kulalamika kuna gharama za tozo kusubiri meli moja. Nilikuwa kwenye kikao wiki iliyopita Tanga. Kwa ajili ya hizi elimu ambazo tulikuwa tunapewa pia za PID. Meli moja inapokaa nje kwa siku za ziada, kwa siku moja ni karibu $20,000. Lakini mwisho wa siku hii pesa anakuja kulipa mtumiaji wa ile meli, ambayo mwisho wa siku pia anakuja mtumiaji wa mlaji wa hiyo bidhaa. Sasa kulikuwa kuna machaguo mawili, ama tuendelee kulalamika ama tuikubali hii tozo alafu tuwe sehemu ya kusimamia kwamba hii tozo ifanye kazi iliyokusudiwa. Kwa hapa kuna cost analysis na kuna time factor. Ni vitu ambavyo lazima tuchague kimoja. Tunachagua kipi? Sawa kabisa. Kwa sisi tunaunga mkono 4.5% tukiamini kwamba baada ya miaka kadhaa tutakuwa ni sehemu ya watu ambao tumefurahi. Tumeumia lakini tumefurahi. Kwa sasa katika hiyo 4.5 ambao ndo tozo, katika nyinyi ni wadau kwenye mazungumzo ya vikao vyenu na kadhalika na serikali, kuna maeneo labda maalum ya miundombinu ambao mmeambiwa kwamba hii 4.5 itaelekezwa hapa? Kwa mfano, yani manangu ni kwamba nini ambacho kikitokea mtajua kwamba sasa hii 4.5 kweli imekusanywa na imetumika sehemu fulani?
tunaambiwa kwamba Dar es Salaam gati zitaongezeka. Okay, kutoka hizo 12. Kutoka 12 kuna gati zitajengwa, sina hakika ni gati ngapi. Kwa hiyo ujenzi utakapoanza tutaona. Alafu pia tumeambiwa Tanga, of course Tanga kuna gati 2. Ndio. Ambazo tuseme zinaweza kuchukua meli 2 kwa wakati mmoja. Lakini mimi kwa eneo ambalo Tanga nimefika nimeona wanaweza kuongeza hata gati 4, hata gati, yani kwa hiyo tutaona pia. Ndio. Kwa hiyo walichotuambia ni kwamba hii tozo itakwenda kuongeza idadi ya gati katika hizi bandari. Katika bandari hizi ambazo zitakuwa zinapokea meli na sio tu kupekea, kwa sababu unajua sasa hivi kadri siku zinavyokwenda, teknolojia inapoongezeka, meli zinatengenezwa katika maumbo na ukubwa tofauti. Kwa hiyo hizi gati zetu zimejengwa kuanzia miaka 70. Ndio. Na kuna gati zingine hazina hata uwezo wa kupokea baadhi ya meli. Na ndio maana unaona ikija meli kubwa tunaona matangazo kabisa kwamba Tanzania imepokea meli kubwa, kwa sababu inakuwa kama ni surprise. Yani miundombinu yetu hai support upokeaji wa hizo meli kubwa na meli maalum. Kwa inabidi pia ifanyiwe kwa hiyo issue sio tu kujenga gati, lakini issue kujenga gati ambazo zitakwendana na mahitaji ya sasa kwa meli za kisasa. Kwa meli za kisasa zenye ukubwa wa kisasa. Lakini pia tumeambiwa hiyo tozo tutumika kwenye ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Safi kabisa. Unadhani uwepo wa tozo hii sasa, mfano kama ikianza kufanya kazi rasmi, tunajua kiachana na hiyo miundombinu tu, kwa namna gani inaweza ikapush uwezo wetu wa bandari Tanzania, kwa bandari zote tu, mamlaka tu ya bandari yenyewe, namna gani inaweza ikapush uwezo wa mamlaka ya bandari katika kwanza kuwahudumia wa Tanzania, lakini pia wana Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu pia kumekuwa na hizo changamoto nyingi ambazo zinahusiana na ushushaji wa mizigo kukaa bandarini muda mrefu. Unadhani tozo hii inaweza ikasaidia kuondoa hizo changamoto? Definitely. Kwa sababu kama ndio maana nikasema kama zitaelekezwa katika maeneo ambayo yamekusudiwa, tozo hii itakuwa ni sehemu ya suluhisho. Sawa. Kwa mfano niko katika kuwashawishi viongozi wenzangu, ikiwezekana tuongee na wanachama wetu, tuandae jukwaa au kongamano ambalo tutapokea maoni kutoka kwa wanachama wetu wa namna gani au eneo gani hii tozo ielekezwe. Tukiwa na nia njema, tukiwa na nia ya kuishauri serikali na bandari kwamba sawa, pamoja na kwamba tumepokea hii tozo, lakini sisi kama watumiaji wa bandari tunaona changamoto kubwa iko hapa. Kwa hiyo tozo ianze kuelekezwa hapa kwanza. Ndugu mtangazaji, kimsingi bandari ni sehemu ya kupokea mzigo, sio sehemu ya kuhifadhi mzigo. Yani bandari kazi yake inatakiwa mzigo unapoingia uingie faster na utoke faster. Lakini sasa ukiona unafika mahala meli zinasubiri nje, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba bandari ina uwezo, hawa terminal operators wana uwezo wa kupokea mzigo, lakini mzigo hautoki kwa wakati. Sasa kwa nini mzigo hautoki kwa wakati? Hapa kuna factors nyingi sana. Kuna factors za ndani, internal factors, na kuna factors za nje, external factors. Lakini tusiende huko. Kwa mfano, mimi nitakupa mfano mmoja tu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, wakati wa uzinduzi rasmi wa bandari kavu ya Kwala, alisema hii bandari ianze kazi kwa 100%. Ikiwa na maana kwamba iwe ndio sehemu ambako bandari kuu itapumua pale. Wale wamepewa eneo kubwa sana. Wamepewa eneo kubwa sana. Lakini sasa Kwala inafanyaje kazi? Kwala inahitaji miundombinu ya reli kuhakikisha kwamba mzigo bandarini unatoka ili ufike pale Kwala. Na kama hilo litafanyika, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba hata msongamano wa malori ambao tunayaona Dar es Salaam kwa kiwango kikubwa atapungua, kwa sababu watu watachukua mzigo wao pale Kwala. Wataacha makontena matupu pale, watapakia makontena pale. Kwa hiyo kunatakiwa treni ifanye kazi. Nilikuwa namwambia leo asubuhi nimeamka hapa ambazo mimi nilikuwa nazo ni kwamba Kwala ilikuwa na uwezo wa capacity yake ni kupokea karibu kontena 800 kwa siku. Sawa. Behewa moja tushukulia kontena hizi za futi 20. Behewa moja inachukua kontena 2. Kwa hiyo kontena 800 unazungumzia karibu tripu 10. Yani block moja ya train inakuwa na behewa 10. Kwa hapa kunatakiwa karibu tripu 10. Manake ni kontena 20. Yes. Sasa bandarini pale hakuna eneo maalumu ambako treni hii au behewa hizi zinaweza kuingia zikaegeshwa ili kupakia hizo kontena za kwenda Kwala. Hilo eneo halipo. Miundombinu ya reli ya bandari ilishakufa.
ile ambayo inaruhusu treni kuingia, kupakia na kuhamisha mzigo. Sawa, pale kuna terminal mbili, kuna terminal 1 na terminal 2. Sasa matokeo yake ni kwamba kwa taarifa ambazo tunazo katika hii terminal ambayo DP World wanaiendesha, treni inaruhusiwa kuingia saa 6 usiku, kupakia container mpaka saa 12 asubuhi, watoke waruhusu shughuli zingine ziendelee. Sasa ndio maana nikasema sisi sasa tunaweza tukashauri kwamba katika uendelezaji wa hii miundombinu ya bandari sio tu gati, lakini kutengenezwe eneo maalum pale bandarini la treni kuingia na kutoka. Lakini pia kumekuwa kuna ukakasi, nani anahamisha hizi container? Ni TRC au ni mamlaka ya bandari? Kwa sisi pia kama mawakala tunaweza tukashauri kwamba bandari, kwa nini usitengeneze reli yako ya kutoka hapa kwenda Kwala? Kwa sababu mwisho wa siku Kwala ni sehemu ya bandari. Ni sehemu ya bandari. Yani Kwala ni bandari. Sawa, inatakiwa ihifadhi mzigo. Kwa hiyo ndo haya ambayo tunasema. Kwa sisi tunapokea hii tozo, lakini tutaendelea kuishauri mamlaka ya bandari na serikali kwamba ni maeneo gani kipaumbele. Bandari ya Dar es Salaam inashindana na bandari zingine. Tunashindana na bandari ya Mombasa, tunashindana na bandari ya Maputo. Katika kuhudumia size nchi ambazo tunasema landlocked countries ambazo hazina bahari. Unafikiri baada ya kukubali 4.5% ya tozo hiyo, tutaendelea kuwa washindani kwa hizi bandari za nchi za jirani? Ya, tutaendelea kuwa washindani kwa sababu kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba hii tozo imeanza na mizigo inayoingia. Yani import cargo. Sina taarifa kama itakuwa ina apply pia kwenye mizigo ya transit. Lakini hata kama ina apply, hata kama ushindani wetu utabaki. Hata kama ushindani utabaki. Kwa nini? Geographical, bandari ya Dar es Salaam imekaa vizuri kuliko hizo bandari zingine. Za Maputo na Mombasa. Yes, hilo la kwanza. Kwa mfano sisi kwenda Zambia maana yake ni mpaka mmoja tu. Sawa. Sisi kwenda Kongo maana yake unavuka Zambia unaingia Kongo. Ndio. Sawa. Kwenda Rwanda, Burundi ni mpaka mmoja tu. Lakini bandari ya Mombasa lazima wapite kwetu. Waingie Tanzania, alafu ndo tena mpaka mwingine watoke, ushaona. Lakini pia unapozungumzia hizi bandari za Beira kwa sasa, kwa hali ilivyo sasa, hii corridor ya Dar es Salaam ni corridor salama zaidi ukilinganisha na corridor zingine za bandari za kusini mwa Afrika. Kiusalama. Kwa hiyo bandari yetu iko salama zaidi. Unajua kuna kitu kimoja. Bandari sio tu inapokea mzigo wa kupeleka, lakini pia inapokea mzigo wa kutoka. Export. Sasa tafsiri yake ni kwamba kama tumepokea tuseme tani milioni 2 ambazo tumezipeleka Kongo, labda mizigo ya kemikali ambayo inakwenda kwenye migodi Kongo, tafsiri yake ni kwamba tunarudi na tani milioni 2 za kopa. Sasa kopa kwa ajili ya export. Sasa kopa ni mzigo ni sensitive na ni mzigo wa gharama na unahitaji usalama wa hali ya juu. Sasa kopa ambayo inapita Dar es Salaam niseme kwa 99% iko salama. Uko salama. Of course tunajua kuna changamoto hapo katikati, kuna attempt wakati mwingine, lakini huwezi kulinganisha na bandari za kusini mwa Afrika. Matukio kule ni mengi mno. Kwa hiyo watumiaji wa bandari ya Dar es Salaam ambao wanasafirisha huu mzigo wa thamani wana prefer zaidi kutumia corridor yetu. Safi kabisa. Sasa hapo ndipo sisi tunakuwa kwa nafasi nzuri ya kushindana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.